na ya kwamba unahitajika sana kuwa hapa kila Jumapili, na ukiwa hapa kila Jumapili nasi tunasikia vizuri sana tunapokuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Napenda nichukue nafasi hii kumshukuru Bwana kwa sababu pia ya kutupatia nafasi ya kuja kuabudu sisi zote kwa pamoja. Sio kawaida ya kwamba tuko katika nyumba ya Bwana asubuhi ya leo. Imegharimu mkono wa Bwana, imegharimu neema ya Bwana sisi wote kuwa hapa siku ya leo. Sio kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo mahali popote ulipo, ningependa ujihisi ya kwamba umekaribishwa, ujihisi ya kwamba upo mahali ambapo panafaa, na ya kwamba siku ya leo Bwana anaenda kukutana na haja za moyo wako. Siku ya leo Bwana ataenda kunyosha mkono wake ili aweze kugusa maisha yako. Ataenda kunyosha mkono wake ili aweze kubariki maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Namshukuru Bwana kwa sababu pia amenipa wakati mzuri. Katika wiki hiyo nimemwona Bwana akiwa mwaminifu na Mungu akiwa Bwana wa utwalizi hata katika maisha yangu pamoja na jamii. Tunashukurani sana kwa vile ambavyo Mungu anafanya katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Sio bure kumtumikia Bwana, sio bure kumfuata Bwana, sio bure kuishi katika maisha ya utaua. Kuna baraka kwa wale wanaomngojea Bwana. Tumekuwa tukizungumza habari ya kanisa la Kristo na tumesha zungumza na kuongea na tukaweza kusema kanisa la Kristo linamaanisha namna gani ama linatambulika namna gani. The identity of the Church of Christ. Kanisa la Kristo linatambulika namna gani? Tukasema linatambulika kwa sababu ya jina, kwa sababu mtu akiwa amepoteza ID card, alafu wewe uipate na uone huyo mtu anayeapia katika picture na majina pale unamjua, kwa bila kutatizika unampelekea hiyo ID. Kwa sababu hiyo kitambulisho inaonyesha huyo mtu na hauwezi kumpelekea mtu mwingine. Kwa hivyo nasi tukasema kama kanisa kuna yale mambo ambayo tunatambuliwa nayo. Na moja wapo ni jina, na jina kanisa tukasema linamaanisha walioitwa na wakaweza kuwekwa kando. Tumeitwa kutoka kwa dunia tukaingie katika ufalme wa Bwana. Sisi zote tuko ndani ya ufalme wa Bwana. Na kwa sababu tuko katika ufalme wa Bwana, tukasema ya kwamba ufalme una mfalme, na huyo mfalme ambaye anatawala maisha yetu ndiye Mungu wetu. Sisi ni wana katika ule ufalme. Na Biblia inasema pia sisi ni warithi pamoja na Kristo katika ufalme huu. Tunapozungumza kweli hizi zinatusaidia kuwa na msimamo thabiti katika imani bila kuyumbayumba na bila kuogopa, kwa sababu tunajua sio kwamba ni kanisa tumejoin, sio kwamba tumehama kanisa moja tukaenda nyingine. Hapana, hapa ni mahali pa kukutana. Wala tulisema jengo sio kanisa, tukasema kanisa sio kampuni, tukasema ya kwamba kanisa ni mwili ulio hai na uko na viungo vingi, na huo mwili unafanya kazi na unatenda kazi kwa utofauti, na kila mmoja wetu ni kiungo cha mwili huo. Na tukasema ya kwamba tunajulikana kwa kutembea katika usafi, katika utakatifu, kwa maana sisi ni nuru ya ulimwengu na sisi ni chumvi ya dunia. Kwa hivyo wakati wowote tuna shine na wakati wowote tunakuwa na testi nzuri kwa ajili ya matendo yetu na mienendo yetu, basi tunawafanya watu waweze kuijua njia na kuweza kuifuata njia ambayo ni njia ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku ya leo tunaendelea kuongea kuhusu kanisa la Kristo, na leo nataka kuzungumza habari ya kanisa la Kristo ni bi harusi wa Kristo. The Church of Christ is the bride of Christ. Kanisa la Kristo ni bi harusi wake Kristo. So the church is the bride of Christ. Tunapozungumza hivyo,
Kumbuka ya kwamba tulisema wewe na mimi ndio kanisa. Na kwa hivyo tunazungumza habari yako, tunazungumza habari yangu, ya kwamba wewe na mimi sisi ni bi harusi wake Kristo. Na Kristo ndiye Bwana wetu. Kumbuka tunamuita Bwana. Hata sisi tuliookoka tuwapenda kusema Bwana asifiwe. Isipokuwa ni saa hii tumegundua tunaweka ni Bwana gani, kwa sababu hata mume wako ni Bwana. Tunasema ya kwamba Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa kawaida tumezoea kusema Bwana asifiwe. Kwa nini tuwasema Bwana asifiwe? Kwa maana sisi ni bibi harusi ama ni bi harusi wa huyo Bwana ambaye ndiye Kristo. Kuna mifano ambayo Biblia imeonyesha. Na ile mifano ambayo Biblia imeonyesha ikiashiria kanisa kuwa ndio bi harusi wa Kristo, imeanzia katika Agano la Kale. Na Biblia inaonyesha ya kwamba hata kuumbwa kwake Adamu na Eve ilikuwa ni a type picture ama a shadow, kwa sababu tunasema katika Agano la Kale tuko na nini? Shadows. Shadows ni kivuli. Lakini utimilifu wa kile kivuli uko katika Agano Jipya. And that's why huwa tunasema ya kwamba it is not possible kusoma Agano Jipya bila kusoma Agano la Kale. So Agano Jipya, Agano la Kale katika Biblia zote ni za muhimu, kwa maana katika Agano la Kale utaona mifano, utaona fumbo, utaona vitu ambavyo vinaashiria kitu ambacho kimetimia ama kilitimia ama kitatimia katika Agano Jipya. Nataka tuangalie Genesis chapter 2. Genesis chapter 2 and verses 18. Genesis chapter 2 and verse 18. Biblia inasema, and the Lord God said, it is not good that man should be alone. I will make him a helper comparable to him. Out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every bird of the air, and brought them to Adam to see what he was to call them. And whatever Adam called each living creature, that was its name. So Adam gave names to all cattle, to the birds of the air, and to every beast of the field. But for Adam there was not found a helper comparable to him. And the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam, and he slept. And he took one of his ribs and closed up the flesh in its place. Then the rib which the Lord God had taken from man, he made it into a woman, and he brought her to the man. And Adam said, this is now bone of my bones, and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Therefore, a man shall leave his father and mother, and be joined to his wife, and they shall become one flesh. And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. Bwana asifiwe. Twayasoma maandiko haya wakati tunaunganisha harusi. Mara kwa mara, kila mahali unapotembea na kuna harusi, ni lazima watayasoma maandiko haya. Na pamoja na kwamba maandishi haya yanatuonyesha vile ambavyo mwanadamu alianza ama chanzo cha mwanadamu, ili tupingane na sayansi inayosema ya kwamba mwanadamu sijui alikuwa ni mnyama akaendelea kudevelop mpaka mwisho akakuwa upright na akaanza kutembea kama mwanadamu. Sisi tunaoamini Biblia hatuwezi kuamini ya kwamba mwanadamu alidevelop from akiwa mnyama. Hizi ni vitu ambazo tunazisoma katika shule, lakini sio katika Biblia. Hakuna mahali Biblia inaonyesha
And all of us are believers of the Bible. Kwa sababu tumeokoka, tunamwamini Mungu, we believe whatever God says it is true. And God speaks through his word. Kwa hivyo sisi tunaamini creation, the true picture of creation is not from the history books, it is from the Bible. Ambayo Bible ndio inazungumza mambo ambao ni ya miaka mingi before even man was formed. Bwana Yesu asifiwe. Genesis 1:1 inatuambia in the beginning God. So when was the beginning? So whatever you think is the beginning, God was before the beginning. So kile tunaamini ni ya kwamba whatever picture we get from the Bible is the true picture of the creation. Are we together up to there? Na Biblia inasema ya kwamba baada ya Mungu kuumba wanyama na wa kila aina, mwisho wa creation ndio aliumba Adamu. Maandiko imetuonyesha ya kwamba Adamu ndiye alipatia wanyama majina. Akawaita kama ni ndovu, mwingine ni twiga, mwingine ni lion. Na wakati Mungu alipokuja, maana alikuwa anakuja kila alasiri, masaa hii ya jua limetulia kama masaa ya lunch, na Mungu anazungumza pamoja naye. Katika mazungumzo Adamu akamwambia Mungu, hawa wanyama uliumba niliwapea majina. Na Mungu hakuweza kufanya nini? Kubadilisha. Kumbuka 28 Genesis 1:28 alikuwa amempa mamlaka. Kwa hiyo hangemuuliza kwa sababu alikuwa sasa ameanza kuexercise ile authority and dominion yenye alipewa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunapofika hapa chapter 2 verse 18, Biblia inasema ya kwamba Mungu akasema ya kwamba haifai huyu mwanadamu ama mwanaume aishi peke yake. And God saw that it was not good. And the Lord said, it is not good for a man to be alone. Amen. Na Mungu akaanza sasa process ya kuweza kuumba mwenza. Kwa maana Adamu amekaa, hatujui how many years, but of course Adamu hakuumbwa leo, and then next month ama next year akaumbiwa mwanamke. He had lived na wanyama for a long time before Mungu aone huyu jamaa vile anavyokaa haifai, na akaweza kuumba Eve ambaye ni mke wake. Lakini jinsi ambavyo tunaona mke huyu ameumbwa, ndio nataka sasa tunifundishe kuhusu Kristo na kanisa. Namba 1, Biblia inasema ya kwamba Mungu akamfanya Adamu aweze kulala usingizi mnono. Katika maneno ya saa hii tunasema ya kwamba alimpeleka theater na akamfanyia operation, akaweza kutoa ubavu, na ule ubavu akaumba mwanamke, halafu akamleta karibu na yeye. Na Adamu akazungumza akasema ya kwamba hii ni mifupa ya mifupa yangu, hii ni nyama ya nyama zangu. Huyu ataitwa mwanamke kwa sababu ametoka kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuone hiyo process ambao ni ya kupelekwa theater. It is the same process yenye ili happen katika msalaba. Biblia inasema ya kwamba wakati Yesu aliwekwa katika msalaba, ilikuwa ni saa 6 ya mchana. Lakini kwa masaa 3 kukawa kuna giza kila mahali, na watu wakawa wameshindwa kwani kumeenda namna gani. Na katikati ya hiyo giza hakuna mtu angelijua kutafanyika namna gani. Kwa maneno mengine tunaweza kusema dunia ika close off. Naona vile unasima simu inaenda off. Amen. Sio kwamba ati ilienda nini? Ati sleep mode. Hii ilikuwa completely dunia imeenda off. There was no operation that went on for 3 hours. Amen. Lakini Biblia inasema ya kwamba baadaye
baada ya siku 3 Kristo mwenyewe alifufuka. Akatoka kutoka kwa wafu akiwa na ushindi mwingi. Amen. Na hapo ndio alitoka akiwa na watakatifu ambao walikufa mbele, wakiwa wamerudi uhai na wakaonekana Yerusalemu, wakishangilia na wakitembea Yerusalemu, ili kuonyesha ya kwamba huyu mfalme ni mfalme aliye na mamlaka na nguvu hata juu ya kifo. Lakini nataka uone ya kwamba katika bafu ya Yesu Kristo kuliwekwa mkuki. Na ule mkuki, nisikilize vizuri, ule mkuki Biblia inasema vizuri sana, huu ni ushuhuda ulio hai kutoka kwa wale walioona. Wakasema kulitoka damu na maji. Mwanamke anapozaa kunatoka maji na damu. Na hakuwezi kupatikana kuzaliwa kwa mtoto pasipokuwa na kupasuka kwa maji na pia kutoka kwa damu. Na hivyo ndivyo mtu anavyozaa mtoto, na hakuna njia nyingine. Yesu Kristo alilizaa kanisa kwa uchungu tu, kama vile tu mwanamke anazaa kwa uchungu. Yesu alilizaa kanisa kwa uchungu. That's why tukiongea tulisema the church belongs to Christ. Kanisa sio la mchungaji, kanisa sio la wazee wa kanisa walikontrol vile wanataka, kwa sababu yeye mwenyewe ndiye aliyesikia ule uchungu, yeye ndiye amepitia hiyo sacrifice na ikafikia ya kwamba amelizaa kanisa. Amen. Hivyo tu. Amen. Na Biblia inasema ya kwamba alipoamka Adamu akasema ya kwamba ni nyama ya nyama zangu, mifupa ya mifupa yangu, ataitwa mwanamke. Hiyo inamaanisha ya kwamba Christ and the church is one and the same thing. We are the body of Christ. Sisi ndio mwili wa Kristo. We are called the body of Christ because we have been born from him. Kanisa limetoka kwa Kristo. Kwa hivyo kitu chochote ambacho ni kanisa ni Yesu. We are the body of Christ. Hakuna utofauti. We are a bone of his bones, we are flesh of his flesh. Bwana Yesu asifiwe. Akasema ataitwa mwanamke. That word in the original language means the giver of life. The giver of life. Kwa sababu wanawake are the ones who give life. Bringing a child is giving a life. Bwana Yesu asifiwe. And we know according to the Old Testament, life is in the blood. So wakati unamwaga damu, jua ya kwamba ni uzima wako unamwaga. Na Yesu alimwaga damu, sina wakati wa kueleza, labda nitaeleza wakati mwingine. Sehemu zote zenye zilitoka damu ni prophetic. Iwe ni miiba ya kichwa, iwe ni msumari ya mkono, iwe ni hiyo mkuki aliwekwa hapa, miguu msumari, yote ilikuwa prophetic na iko na maana sana katika imani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo sasa Biblia inasema ya kwamba Adamu akasema ya kwamba this is now the giver of life. And this is where now, because now I've gone to the part 2 of, we were talking about the identity and the purpose of the church. Sasa tumetoka identity tumeingia purpose. The purpose of the church. Ili tuseme ya kwamba the church is the giver of life to the dying world. The reason why hatuwezi kuokoka tuende mbinguni ni kwa sababu dunia haina uzima. Waliopo duniani hapa wameoza kwa dhambi, wamekufa katika matendo maovu. Ni kanisa tu linaweza kuleta radha katika dunia. Ni kanisa tu linaweza kuleta uzima katika dunia. So it is good you know that you are very important in the eyes of God. Now that you are born again. Amen. Wewe sio yule Njeri walijua bereni. Wewe sio Wambui walijua bereni. Wewe sio Wachiko walijua bereni. Wanakuona kwa sababu wanakuona kwa mwili, wanafikiria wewe ni mtu wa kawaida kama wao. But let me tell you, God is counting on you wherever you are.
anajua ya kwamba wherever this one is, kuna mambo haitaweza kufanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. And that's why I want to say this without any fear of contradiction. Ya kwamba as long as the Church of Christ is in Kenya, I'm telling you, nothing shall go wrong. Haijalishi siasa zinaenda namna gani, haijalishi ni nani yako kwa kiti ama ni nani atakuja kwa kiti baada yake, ninataka nitangaze bila kuogopa. As long as the church is rightly positioned, na sisi tunasimama in our mandate, because we have a prophetic mandate in this nation. Kama manabii, kama tutaendelea kutabiri, kama tutaendelea kuwa intercessors, kama katika taifa hili, I want to tell you, and you shall tell me after this year, that nothing shall go wrong. Hakuna kitu itaharibika katika taifa letu. Kama kumekuwa na mgomo last week and nobody was killed. Hallelujah. Yani hakuna mahali iliporwa, hakuna mahali kibiriti iliwashwa. I'm telling you, all things are possible. Amen. Na ndio sababu sitaki wewe ujidharau. Amen. Usidharau maombi yako, ni ya muhimu sana. It is contributing a lot. Usidharau your presence. Amen. Tell your neighbor, niko area, hakutadhoka, niko area. Hakuwezi kuharibika because you are around. Wherever you are, you represent a kingdom. Amen. Na kama unajielewa na unaelewa ya kwamba you carry the prophetic mandate, whatever you say, it will happen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisema Kenya shall be peaceful, hata usiwe na doubt. Nimekuja kuongea na mtu, usitegemee manabii wa madevu ati ndio watatuambia vile Kenya itakuwa. Wewe, you have the spirit of Christ, and the spirit of Christ is the spirit of prophecy. Hallelujah. Can we prophesy of our nation? Tuseme Kenya, Kenya, Kenya. Nothing shall go wrong. Everything shall be okay. Katika jina la Yesu Kristo. We are the bride of Christ, na tuko duniani with a purpose. We are here to give life. Ukikutana na mgonjwa, usimwambie ngojea sana nikupelekee bishop. Mwambie ni wapi panauma, gusa. Na wewe wekelee mkono. Mwambie kwa jina la Yesu ninafukuza hiyo pain, na wewe utatuletea testimony hapa. Receive that grace in the name of the Lord. Maana we are the light of the world. We are the salt of the earth. Mahali popote tulipo, we are there for a purpose. Bwana Yesu asifiwe. That's why huyu mwanamke anaitwa the giver of life. Remember, hakuna mwanadamu mwingine. Wako wangapi? Wawili. Kwa hivyo kuzaana na kuongezeka, ambapo Mungu alisema utakuja na huyu mama. And the mandate imeelezwa vizuri sana. Ama tusome, because it is the same mandate yetu. Chapter 1 verse 28. Amen. Are you feeling good? Yes. Biblia inasema, then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the ground. I want you to listen to this. Hii Mungu anazungumza in partnership. Haisemi mwanaume. Anasema as long as you remain one, basi mtawale, basi mchukue mamlaka. Kwa hiyo na sisi mandate yetu hapa katika ulimwengu huu, tumepewa na Mungu kubeba mamlaka. Tumepewa na Mungu kufanya uamuzi. We determine what will happen. Remember vile tulisoma pale juu ya kwamba we are a peculiar people. Sisi ni watu tofauti. We are not like them. We love them, but we are not like them. You can be somewhere crying kwa sababu kuna shida, but God will rescue, I'm telling you. Amen. Mungu atakuja kukurescue. Wanashindwa kametuacha namna gani? Because God knows how kuondoa mwenye haki kwa shida. In fact, hata Biblia inasema anatafuta mwingine anaweka kwa hiyo shida. Amen. Watatusikia tukisema uchumi, lakini wanaona tunaendelea tu. Mambo yetu inaendelea vizuri tu. Wanakuuliza unatoa wapi pesa?
Haleluya. Maana mimi naona umenunua nguo mpya. Mimi nakuja kwako nimeona kuna kiti mpya. Wewe unatoa pesa wapi? Wanafikiria ya kwamba unawadanganya una pesa. Hawajui ni miracle. We are a miracle people. Hallelujah. Sisi ni watu wa miujiza. Tunatembea na miujiza. Na kuambia sio lazima uwe unapokea mshahara mkubwa ati ndio sababu uweze kuishi nyumba nzuri. God is faithful, he can provide for you. Amen. Mungu ni mwaminifu, anaweza guza watu kwa ajili yako. Kama alikuwa anatuma kukuru na vile anakuwa na tamaa ya nyama na hawezi kula jiani, kwa nini wewe unahangaika? Kwa nini unaona hawezi kukusaidia? Believe God before the year ends. Whatever you have prayed for, it shall surely come to pass, because our God is faithful. Unajua shida tunakuwa na mentality ingine ya kufikiria labda Mungu anatuonaga sisi ni kama ni wenye dhambi, sisi si wakamilifu, sisi hatufai mbele yake. Hata ndio sababu wakati mwingine tukienda kuomba tunamwambia nimekuja mbele zako Bwana, mimi unajua ni teli, mimi ni gedegedege, na mimi unajua tu ni mohu. Hapana, wewe ni mtu wa maana, you are a child of God. Ambia mwenzako demo hiki wake. Unawanyo na mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Hata wanaume ni bi harusi wake, hata kama wako na trouser. Sikiliza vile anaendelea kusema ya kwamba and the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam. Staki hiyo, nataka verse 24. Therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Sikiliza sasa. Hapa sasa ndio nataka tuanze safari ambayo by God's grace we shall continue even next month. Amen. Amen. We can call it union with Christ, partnership with Christ. We can call it fellowship with Christ. We can call it intimacy with Christ. Hii mandate ya Adam and Eve wamepewa ya kuzaa na kuongeza ulimwengu. I want you to get it and get it clear. It can never happen unless they come together. Si ni kweli? Haiwezi kufanyika mpaka niruhusu nitumie tu hii jina, mpaka walale pamoja. Hakuna vile watazaana. Na hiyo ndio tunasema ya kwamba na sisi tumeitwa na Mungu kama kanisa, tuko na mandate hapa ulimwenguni. We can never fulfill it until we are together with him. Bwana Yesu asifiwe. Lazima kuwe na ule uhusiano. Lazima kuwe na ule muingiliano. Lazima kuwe na ule umoja. Na sitaki kutumia jina umoja maana they can be 10 in one place. Hiyo ni umoja. But when we talk about intimacy, hii ni kuzaana kwa mioyo, kuzaana katika maroho, kuzaana katika hata mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. This is what the Bible is saying, that a man shall leave his father and mother. And look at this. Hebu niangalie hapa. Jesus will leave his father in heaven, kwa sababu anataka kuja kupatana na mke wake ambaye ni kanisa. And he left heaven by then. Yesu aliacha mbinguni. Amen. When you read John chapter 17, utasikia akitumia maneno ya kwamba nirejeshee utukufu niliokuachia. Wakati nilitoka huko nikakuja duniani, nimemaliza kazi ulionituma, sasa narejea katika ule utukufu. Jesus left the glory in heaven. Na hiyo word glory actually means also he was made lesser than an angel. Yani angels at that time, Jesus on the cross were better. Yani in quotes, because Jesus is helpless, so to say. Sindio? Hawezi kujitoa kwa msalaba. And remember, I'm not saying that he is not able, kwa sababu hana nguvu. Ile power ya upendo imemweka kwa hiyo msumari. Amen. Because the intimacy ama ule uingiliano na uhusiano wa kanisa na Kristo, wa mke na mume, it is driven by a force called love. Hebu angalia mtu mwambie ni kupendwa ulipendwa.
ndio sababu uko kwa huyo mzee. Bwana Yesu asifiwe sana. Love is the driving force ya hii intimacy na hii relationship. John 3:16, for God so loved the world. Amen. 1 John, Bible inasema this is how God demonstrates his love, that while we were sinners Christ died for us. Ni kupendwa, tulipendwa. Naye huyu Bible inaonyesha ya kwamba the reason why he will leave his father and mother, it is because he has found love somewhere. Unajua Mungu anatumia hiyo kwa sababu upendo wa mzazi. Amen. Yaani mzazi na watoto wake. Huyu mwanaume ameamua kuacha upendo wa mzazi, security ya mzazi, ile comfort ya family home. Anataka kuenda apatane na mtu kwa sababu aliona mwingine. Naendaga harusi na hata singine tukienda kusikalisha. Unaona ikifika mahali sasa inasemekana sasa it is time to exchange your vows. Alafu unasikia mtu anaambiwa kuna kitu naweza kuambia mpenzi wako, maana sitaki nikuweke maneno. Ile maneno inasemwa bwana. Hata ile Saturday ile nyingine nilikuwa harusi. Maneno inasukumuswa ya nguvu. Na mtu hawezi kuangalia baba yake ama mama yake, anaangalia huyu mwenye anaoa. Tayari amesahau huko. Kwa sababu ya ile nguvu ya upendo. And let me tell you, my brothers and sisters, ya kwamba kama upendo wa Kristo utapungua ndani yetu, uhusiano wetu utakuwa na shida. Amen. Kwa hivyo lazima tujue namna ya kulimia upendo wetu ndani ya Kristo. Amen. Kwa sababu alitupenda kwanza, ndio Biblia inasema alitupenda kwanza. So hapa kwa sababu huyu mwanaume amempenda mke wake, ameachana na wazazi wake. Na neno lingine, because there are 3 words that are very important in that verse 24. Number 1 is living, number 2 is cleaving, and number 3 is becoming one fresh. Kuna kuacha ili kuambatane. Watu wengi wanapenda kuambatana na Kristo lakini hawajaacha. Haitawezekana. Amen. Haitafanya nini? Can you say amen? Amen. Haitawezekana. So if there is no living, there is no cleaving. Amen. If there is no cleaving, then there is no oneness. So lazima kuwe na living. And remember our name. Our name describes our identity. We are called out from the world. We have left the world and the systems of the world. Tumekuja into the kingdom, and this kingdom has a king, and this king has his rules and regulations. As much as we continue to follow the regulations of this king, it doesn't matter kama zitakuwa zingine ni ngumu kwetu, because of the drive of love. Hautaona kama ni shida. Amen. Hautaona kama ni shida Mungu akikwambia uishi maisha ya utaua, maisha ya utakatifu. We shall talk about that so much. Purity ni ya muhimu sana as we continue. But let's do justice to this verse before we go to Ephesians chapter 5. Maandiko hapa inasema he shall be joined with his wife, and it shall become one flesh. Look at this. I explain a truth here, then we move. Jesus came, and when he came and died on the cross, ni kama vile tu mtu anaenda anauliza msichana, lakini wameoana? Sema hapana. Bado hawajafanya nini? Amekuja tu aka-express kusema nimempenda huyu msichana na wazazi mkinikubalia nitamuoa. Lakini maandalizi inaanza, yeye anarudi. Kumbuka ya kwamba Yesu Kristo alisema John chapter 14 from verse 1 ya kwamba msihangaike, nyumbani kwa Baba kuna makao mengi. Na kama sio hivyo ningeliwaambia. Ninaenda kuandalia mahali. Na nikimaliza mahali nimeenda kuandalia, nitafanya nini? Nitakuja niwachukue ili mahali nipo nanyi muwe. Vile vile tu kijana anaposema anataka kuoa, basi wazazi wakitayarisha kupeleka mahali,
na yeye anatayarisha, nikileta mke nitaweka wapi, atakuwa anakula nini, tutakuwa tunavaa nini, tutafanya, yani kuna hiyo maandalizi anaandaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anatamani sana, nataka usikie hii na uisikie ndani ya roho yako. Yesu anatamani sana hiyo siku ile atakuja kuunganishwa na bibi yake, kwa maana saa hii bado anaitamani sana. Wherever Jesus is, akikuangalia ukiwa hapa ulimwenguni, anatamani sana. Ni siku gani? Ni siku gani Mary utakuja? Ni siku gani? Nimekutamani sana ili tuishi na wewe milele. Lakini na wewe ukiwa hapa ulimwenguni, kazi yako ni kujiandaa. Maana msichana akiulizwa kazi yake ni kufanya nini? Ni kujiandaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati ambapo msichana anajiandaa, basi anajiandaa kwa hiyo tunasema purity, ile usafi. Hebu nikwambie kitu ambacho ni cha muhimu hapa, because maybe sitaweza kufika mahali kwingine. Look at this. Wakati mtu anauliza, nikueleze sasa Kiyahudi, maana Biblia imeandikiwa Wayahudi kwanza, si ndio? Ndio tuweze kuelewa. Yaani kijana akiuliza msichana na ameenda kwa wazazi, ame-explain ya kwamba anataka msichana, ilikuwa sasa hiyo ni kitu ambacho kimeshika na haiwezi kuvunjwa. Haiwezi kuvunjwa. It was a binding agreement. Nitakuoa, lakini sio leo. Amen. So between sasa na siku ya harusi, wewe kazi yako ni kujiandaa msichana, na mimi kazi yangu ni kuandaa mahali. That's how Jesus is explaining it in John 14:1. Wewe ni kujiandaa, mimi ni kuandaa mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So hii ilikuwa ni a binding agreement. It was so much committing. Haungeivunja. This woman and this man ambao wanasema tutaoana, I'm telling you, ilikuwa more than engagement. Si tunasemaga engagement inaweza kubreak, lakini hii yao haike break. Ilikuwa sasa kijana amelipa mahali yote, wameenda hizo ritual rites zote, kitu kimebaki ni harusi tu. And I want to tell you, because we want to apply it well. Remember that Jesus has paid every penny for us. Hakuna deni, si ndio? Hakuna deni ya dhambi. Tumelipiwa kila kitu, lakini hatujaolewa. Yesu ameenda kufanya nini? Kutuandalia mahali, lakini nasi tuna kazi ya kujiandaa. Sasa shida ni kwamba sehemu moja ikose kufanya kazi yake. This is a covenant ambayo Yesu aliweka nasi, ya kwamba atakuja kufanya nini? Kutuendea, atatukujia. Tutumie hiyo Kiswahili. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini akija, dada yangu, anaambiwa na wazazi, huyu msichana wako anakuja huko saa 6. Sisi hata wakati mwingine hakujajia na analala wapi. Huyu msichana hata kama ni wetu, tunaweza kutoa advice umchukue. Anaonekana huyo sio sawa. Amen. But I want to tell you, in the Jewish culture, that would not happen. Hiyo haingefanyika. Msichana alijua sasa, I am bound by this covenant. Na sisi tunafaa kuelewa na kujua hivyo, watu wa Mungu. We are bound by the covenant of the blood. Na unafaa ujue ya kwamba whatever comes may, I cannot backslide. I cannot backslide. Siwezi rudi nyuma. I don't want to frustrate my babe. Because our babe is coming. Yes. Hallelujah. Amen. Tell your neighbor, my babe is coming. Wacha hizo madharau zako ndogo na nidharau. Siku hiyo ndio utajua mimi ni wa maana. My babe is coming. Anakuja, alituahidi anakuja na atakuja. I'm telling you, he's faithful. He will come. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama hiyo relationship ingevunjwa, ingekuwa process kama ya divorce, kama watu ambao wameoana. So binding. Amen. So katikati hiyo ilikuwa ya kwamba sasa kila mtu ajipange, kila mtu ajiandae.
And I want to let you know, kama bi harusi wa Kristo, kazi ambayo tumeachiwa ni ya kujiandaa. Na niseme hivi ya kwamba maandalizi moja ilikuwa ni kutengeneza neti yako. Wakati ule hakukuwa kununua neti. Neti ni wewe ulitengeneza. Ulikuwa unajitengeneza. Wewe msichana ndio unalichonea neti yako. Najua hata hakukuwa mashini za kushona wakati ule. Na kwa hiyo vile mnaona neti zikiwa maridadi, zingine zinawekwa gold huku, zingine ziko na veil kubwa, haitaki telo, siitaki telo, inaitwa veil. Yaani iko na veil kubwa. Hiyo inategemea wewe msichana. Ya leo watu wanaenda wananunua dukani. The same tu Wakristo wanafikiria ya kwamba wanaweza kununua maandalizi mahali. Tell your neighbor, it is your work. This is your personal. You have to work out. Remember what the Bible says. Work out your salvation with fear and trembling. Wokovu sio kama chakula ya sahani. Hapana, wokovu ni kama vitu ambavyo ni bichi umepewa uende upike. So ile kitoweo unapika itakuwa tamu kulingana na wewe. So kazi ya msichana ilikuwa ni ya kujitengenezea neti. Na hiyo ndio kazi ambayo tumewachiwa. And let me tell you, tunaolewa kwa sababu ni wasafi, because one of the conditions ya kwamba lazima uolewe na kijana Myahudi is what we call virginity. How not yarageledia? Kama ungeolewa ijulikane you are not virgin, hiyo ilikuwa brada kubwa. Umedanganya. Ati mimi sijailala na mwanaume. And that is why walikuwa wanakuwekea wale wa mama wazee. Hiyo siku ya honeymoon wanatandika sheets za white. Asubuhi wao ndio wanakuja kuchukua. Watajua kama you are a virgin or not. Na kama wewe sio virgin, ile shame mtu alikuwa anaonyeshwa hata usitake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nataka niulize watu wa Mungu, nikijiuliza hata mimi. Watakapokuja asubuhi kuondoa hizo mashit, wataona maisha yangu namna gani? Remember what would have happened over the night? Hakuna mtu. But in the morning they are coming. This is now the night. Hallelujah. This is now the night. The Bible inasema ya kwamba the night is too much spent. Tujiangalie kwa sababu the morning is coming. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hii ujumbe inanibariki sana hata mimi, kwa sababu ninataka niishi vizuri maisha yangu. Hallelujah. Sitaki aibu siku hiyo. Amen. My brothers and sisters, let me encourage you ya kwamba kataa kuona aibu siku hiyo. Kaa katika utakatifu. Kaa katika usafi. Hallelujah. Ishi maisha ya kujitengenezea neti. Na neti unatengeneza kwa matendo yako mazuri. Kwa ile kazi nzuri unaomfanyia Bwana. Hallelujah. Kwa uaminifu katika kazi ya Bwana. Hivyo ndivyo unajitengenezea neti yako. Bwana Yesu asifiwe sana. So they remained sexually pure. Hiyo ilikuwa yani ni requirement. And this is what we say. All of us are virgins now that we are born again. Amen. Because now tunapokuja mambo ya upande wa Mungu sasa, it's not whether you were born again before you were married or not. Lakini swali ni kwamba after now that you have come to Christ, have you been faithful? Umekuwa mwaminifu. So usiseme sasa unajua mimi nilikuwa nimeokoka nikaanguka, ama mimi unajua nilikuwa msichana nilikuwa nimeokoka. We are not talking about that. We are talking about now that you are following Christ. From the day ulifanya uamuzi na ukasema from now on, mengine huwa ikawa nilikuwa na udhaifu, nilifanya mambo mengi kwa ujinga na kutoelewa. But now that umeamua, have you gone back then? So you should not go back then. Bwana Yesu asifiwe. Usirudi wapi? Hapo. Usirudi hapo. Kaa ukiwa msafi, kaa ukiwa mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. So lazima ungekaa wakae kando mmoja na mwingine mpaka siku ya harusi. Hallelujah.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So I want to conclude because sitaki kuongea sana. I want this truth to imeze pole pole. But remember what I've said. Ya kwamba we are in the period of preparation kwa sababu we are waiting for the Lord. But the driving force is the love. Ule upendo ya ile tunasema tamanio, ninatamani nimuone. Yeah? Natamani nikuone, niuone uso wako, nikuabudu. Yaani hiyo tamanio ya kwamba I'm eagerly waiting and looking forward for my Christ. Hiyo ndio itakufanya uishi maisha tofauti na watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu unajua ya kwamba now umefanywa nini? Umetakaswa. Hauwezi rudi kule. I promised you to finish with Ephesians chapter 5 verse 25. Waefeso 5 mstari wa 25. Biblia inasema, husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her, that he might sanctify and cleanse her with the washing of the water by the word, and that he might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. Paulo anasema, waume wapendeni wake zenu ndani ya Bwana, kama vile Kristo alivyolipenda kanisa akajitoa yeye mwenyewe kwa ajili ya kanisa hilo, ili alitakaze, alisafishe kwa maji ya neno, ili aweze kujitwalia kanisa lililo na utukufu, lisilokuwa na kunyanzi ama kitu kama hicho, lakini kanisa ambalo ni takatifu na lisilokuwa na lawama. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So ni vizuri tujue ya kwamba as the church of Jesus Christ, that Adam we are talking about is a type picture of Christ. Amen. Amen. This husband ambao Paulo anasema hapa, as much as he is giving advice for those who are married, he is talking about Christ. This is husband. That the husband must be filled with love. Kama vile Kristo alijawa na nini? Na upendo. So he is talking about Christ, advising the men on how to love on their wives. But today we are not talking about marriage. We are talking about the spiritual marriage of the Lamb. So Yesu ameshatimilika katika upendo wake. In one word from this verse you say, this is sacrificial love. Upendo ambao ni wa kujitoa. Si ndio? Yesu alijitoa mhanga, akafa msalabani kwa sababu yetu, akatusamehe dhambi. Look at me. Na sitaki tufikirie hivyo tu. Remember, even today he is forgiving our sins. Usisahau hivyo. That when we fall in sin, he still loves us so much that he forgives our sins. Hatuambii kwenda huko, nilikukufia lakini wewe nimeona hatutapelekana. He will still forgive you. Amen. Because that is one of the characters of God that can never change. Forgiving. God is forgiving. Haiwezi kubadilika. So Kristo ametupenda sana. Lakini don't you forget ya kwamba pia anazungumzia mwanamke, anamwambia namna gani? Na wewe mke, nyenyekea kwa mume wako. So kama kanisa tuna jukumu la kunyenyekea kwake Kristo. Kunyenyekea inamaanisha namna gani? Tumekubali kuongozwa na yeye. Tumekubali kupokea maagizo yake. Tumejipeana kwake kwamba hatuwezi kufanya tutakavyo, lakini tutafanya atakavyo. Bwana Yesu asifiwe sana. So we need to understand that we are the bride of Christ. Na kwa sababu we are the bride of Christ, then we should live holy. Remember what Paul is saying, 2 Corinthians 11 verse 2. For I am jealous for you with godly jealous, for I have betrothed you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ.
Paulo anasema ya kwamba nina wivu kwa ajili yenu, wivu wa kiungu, kwa maana nimewatwaa kwake huyo Kristo aliye Bwana mmoja kwenu, ili niweze kuwapeana kwake mkiwa mabikira wasafi. Bwana asifiwe sana. Hilo ndilo tamanio letu. Hilo ndilo ombi letu. That in all our findings, let's find him. Amen. In all our seeking, let's seek him. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusichanganyikiwe katika ulimwengu huu ulio na shida nyingi na matatizo, tukakimbizana na vitu na mambo, tukasahau kuna maandalizi ya kujiandaa. Amen. Hallelujah. Amen. Next time I will tell you what will happen that day and the glory that shall be revealed that day. Maana siku hiyo itakuwa imejawa na utukufu. You remember, imagine, Biblia inasema the saints who died walitamani sana kuona siku hiyo. They desired to see that day. Amen. Yani walitamani waishi waione hiyo siku. Thank God even the dead shall resurrect first. Sivyo ndivyo Biblia inasema, waliokufa ndio watafufuka kwa, na sisi tutakaokuwa hai tubadilishwe mwili tupatane naye pale hewani. So coming Sunday or the other Sunday, I will tell you even how we shall eat something we call the heavenly biscuits. Amen. Kwa sababu hakuna harusi ambayo haina keki. Harusi yote inakuwa na nini? Na keki. Na hiyo keki ni kama kuseal the covenant. Ni kama ile Holy Communion watu huwa wanakula wakisema, kwa damu hii mimi nimejikomiti kwa Kristo. Na sisi Yesu atakapokuja pale hewani, tutakula hiyo chakula pale. Mimi naitaka heavenly biscuits. Tutazikula pale ili ya kwamba hiyo sherehe iweze kunoka vizuri. Bwana asifiwe. Tell your neighbor, what you doing ngara. Bwana Yesu asifiwe sana. So I want us to be upstanding. Tumshukuru Bwana kwa sababu ya neno lake na kwa sababu ya uaminifu wake katika jina la Yesu. Inua mikono yako, mshukuru Kristo ambaye tumesema is our bridegroom. Yeye ndiye anayekuja kutuchukua, yeye ndiye anayekuja kutuoa, na tunaamini ya kwamba atatusaidia. Mwambie Bwana akupe neema ya kujiandaa. Tukakolelelwa, si ndio? Tusije tukapatwa kama bado hatuko tayari, hatujajitayarisha. Baba wa mbinguni, tunakushukuru. Lift up your hands, open your mouth and speak to him. He is your lover. Mwambie nakupenda Yesu, napenda kutembea pamoja nawe. I renew my covenant with you today. Lord, I need your depth, your intimacy. Mwambie sitaki fellowship tu, ninataka ile undani wangu pamoja na wewe katika jina la Yesu. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya kutupa Kristo Yesu aweze kuwa Bwana wetu. Asante kwa ajili ya kafara ya msalaba aliyoifanya Bwana ili tuweze kupatikana. Tunakushukuru Yesu mwana wa Mungu kwa ajili ya kutufanyia kazi yote msalabani. Kazi iliyobaki ni yetu kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwako. Tunaomba neema na rehema zako katika maisha yetu Yesu mwana wa Mungu, katika jina la Yesu. Tusaidie kujiandaa, tujasaidie kujiweka tayari, kwa sababu hatutaki kupatikana Bwana kama hatuko tayari. Baba, mahali tumetenda dhambi tusamehe, mahali tumekuwa wakatili tusamehe, mahali ambapo hatujakaa katika usafi, mahali ambapo tumeharibu our virginity, tusafishe Bwana, tusamehe Baba yetu katika jina la Yesu Kristo. Ni tamanio letu Baba wetu ya kwamba Bwana tutapatikana tukiwa wasafi, tutapatikana tukiwa tayari kwa sababu ya kurejea kwako na kurudi kwako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Help us our Father, Almighty and everlasting God, tusaidie siku ya leo katika jina la Yesu, kwa maana wewe ni mwaminifu. Wewe ni mkuu sana Bwana. Tunakushukuru kwa kunena nasi siku ya leo. Tunakuabudu Mfalme. Pokea sifa Bwana, pokea utukufu, kwa maana wewe ni Mungu mkuu. Bwana Yesu, twakushukuru, twakuinua, twakuabudu.
Asante kwa rehema zako, asante kwa neema yako Bwana, asante kwa kibali chako Mfalme, katika jina la Yesu. Thank you my God, we worship you our Father, we bless you King of glory. Oh Rabashadharabagada, can you thank God for his love? Mshukuru Bwana kwa sababu ya upendo wake. Alitupenda tukiwa watu wasipendeke, alitupenda tukiwa wenye dhambi, alitupenda kama watu hawatutaki. Oh yes, akaja katika mahali tulikuwa tumetupwa, akaweza kutuokoa, akatusafisha, akatufanya bi harusi wake, katika jina la Yesu. Tunakushukuru Yesu mwana wa Mungu, tunaliinua na kulitukuza jina lako. Asante kwa rehema zako, asante kwa neema yako, tunakuabudu, tunakushukuru Bwana, twalitukuza jina lako Baba. Tunaliombea kanisa lako, na ni sisi kanisa lako. Utusaidie Bwana kuishi maisha ya utaua, utusaidie kuishi maisha ya utakatifu. Hatutaki kujinajishe Bwana, kwa maana hatutaki aibu ya siku hiyo. Tusaidie kulinda utakatifu na usafi wetu, katika jina la Yesu Kristo. Tusaidie kutengeneza neti iliyo nzuri Bwana, ili tunapokuja katika harusi hiyo, neti yetu haitakuwa na mawaa, haitakuwa na doti yoyote, katika jina la Yesu. Tunakushukuru Bwana. Yandarabashaka yado, zandarabashaka yadarabasande. We worship you Father, we bless you Lord. Wenda ikawa katika safari ya wokovu, unajihisi katika dhamira yako kuna jambo labda ulifanya, na hata kama labda uliomba Mungu akusamehe, unasikia dhamiri bado huwa inakusumbua. Siku ya leo ni vyema ukaweze kutokea hapa. Sitataka uniambie ni nini, lakini kuja tu mbele ya madhabahu haya ukimwamini Bwana ya kwamba atakusafisha siku ya leo, atakutakaza siku ya leo. Inaweza kuwa hata sio kitu kubwa ulifanya, inaweza kuwa tu ni kitu kadogo, lakini baadaye dhamira ikawa inakusumbua sana sana sana. Mimi wakati ambapo nina miss the point, ambapo kuna kitu nilifaa nifanye, lakini nikawa sikuwa haraka kusikia sauti ya Roho Mtakatifu, na ikawa hiyo jambo limepita, huwa ninasumbuka saa nyingine, hata nakosa kulala. Nasikia dhamiri inanisumbua sana ya kwamba kwa nini hukufanya hivyo? Kwa nini hukufanya? Ama wakati mwingine nifanye jambo ambalo halikufaa nifanye, lakini baadaye nasikia dhamira inanisumbua sana ya kwamba you are not supposed to do that or to say that. Inanisumbua sana. Na mpaka niende tu nimwambie Bwana nimekubali. Unajua tunajaribu kujificha tu, lakini bado inakusumbua tu. Kijaribu kumeza chai unasikia ni kama inakataa kupita hapo. Kwa sababu bado hiyo sauti inakuongelesha. Kama wiki hii kuna mtu alinipigia simu, alitaka nimsaidie, lakini sikumsaidia. Sijui kwa nini ilinishika, sijui ni nguvu gani ilinishika, nikajipata sijaenda kumsaidia. Lakini immediately after that, hiyo kitu ilinisumbua siku 3. Ikabidi mpaka nipige simu ni explain. At least ndio nisikie hiyo kitu imenitoka. Sio kila wakati, lakini kuna something now specific Mungu alitaka ufanye, lakini ikawa umemiss. Sisi ni wanadamu. Sometimes we miss the mark. Unapata umemiss the mark. Ama umetenda kitu, motive ilikuwa mzuri, lakini kumbe Mungu hakupenda, ikamkasirisha Bwana. Can we come before the Lord na tumwambie Bwana, I'm coming before you, ili ya kwamba uweze kunisamehe. Our Father and our God, we are coming before your presence. Tunakuja mbele zako. Sisi ni wanadamu. Sisi ni wanadamu walio na udhaifu. Kuna wakati tunatenda na tunafanya mambo, nia yetu ilikuwa nzuri, lakini baadaye dhamira zinatusumbua ya kwamba tulifanya dhambi. Ewe Bwana Baba, tunakuja mbele zako, sote tulio mbele zako, hata nami Bwana tumekuja mbele zako katika jina la Yesu. Tunaomba ya kwamba utusamehe makosa na dhambi na hatia ambazo tulifanya Bwana, tukijua na wakati mwingine tukiwa hatujui. Hatutaki kuendelea kusumbuliwa na dhamira zetu. Tusafishe Bwana, safisha dhamira zetu katika safari yetu ya wokovu. Kuna mambo ambayo hatukufaa kusema tukayasema. Kuna mahali hatukufaa kwenda tukaenda. Kuna kitu hatukufaa